Mazungumzo ya Footprints huangazia mijadala na maarifa kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na uzoefu wao kuhusu kanuni muhimu za uongozi. Kama waumini, tunapaswa kufuata kanuni hizi za uongozi za kibibilia mahali petu pa kazi na biashara ili kutusaidia kutimiza wito wetu. Mazungumzo ya Footprints wiki hii yanaangazia sehemu ya kwanza ya tamaa. Kama waumini katika sehemu zetu za kazi na biashara, tunahitaji kuwa na ufahamu wa kina kuhusu tamaa. Tunao Yuda Iskariote na Akani ambao majina yao yamekuwa alama za kibiblia za tamaa watakaotusaidia kufunua, kutafakari na kujifunza kutokana na uzoefu wao juu ya tamaa. Tafadhali tuwakaribishe kwenye mazungumzo ya Footprints. Sote tumeshangazwa na mwaliko huu kwani kwa kawaida tunachukuliwa kama watu waliotengwa na jamii. Lakini ikiwa hadhira yako inaweza kujifunza kutokana na makosa yetu, huenda kualikwa kwetu iwe ya manufaa. Tunafurahia kuwa hapa. Tuanze na wewe Bwana Iskarioti. Kama muumini na mfuasi wa Yesu, ulikuwa na fursa ya kuvutia ambayo waumini kadhaa wanatamani kumwona wakati wowote na kuwa na uhusiano wa karibu na Bwana. Kwa nini ulitupilia mbali haya yote kwa ajili ya vipande 30 vya fedha? Nilizidiwa na nguvu za tamaa. Nataka wewe na wasikilizaji wako muelewe kwamba tamaa kawaida hukita mizizi katika hisia kali ya utupu na kutokuwa na kusudi. Kando na fursa ya kuvutia uliyoona, nilikuwa pia msimamizi wa mfuko wa pesa, mweka hazina katika huduma ya Yesu. Nilikuwa nikizishika pesa zote zilizokuwa zikija katika huduma ya Yesu. Kwa hivyo, vipande 30 vya fedha vilikuwa vipi ikilinganishwa na fursa hizi zinazovutia na vipande kadhaa vya dhahabu na michango kwenye mfuko wa pesa? Kwa ufupi, bado nilikuwa tupu na kutoridhika, ambayo ni mizizi ya tamaa. Asante kwa ufahamu huu. Je, hii ni sawa na hisia ya glasi kuwa nusu tupu? Bila shaka. Nilikuwa na mfuko wa pesa uliojazwa vipande kadhaa vya dhahabu na fedha. Lakini basi hisia hiyo kali ya utupu ilinifanya nitafute zaidi. Jua kuwa ukiwa na tamaa hautawahi kuona glasi imejaa. Huenda una mabilioni kwenye akaunti yako ya benki na bado unahisi utupu. Je, tunaweza kusema tamaa hustawi pasipo kutosheka na kutoridhika? Kwa namna fulani. Lakini nitasema tamaa inapita zaidi ya hapo. Hisia kali ya utupu imejikita katika hitaji la nguvu, hadhi, udhibiti, ushawishi, mafanikio na wakati mwingine utupu na njaa ya vitu ambavyo huwezi hata kuwekea kidole chako. Wakati mwingine unahisi utupu bila sababu yoyote. Kwa hivyo, kulingana na uzoefu wako mwenyewe, unafikiri hisia inayoendelea ya utupu hata katikati ya utele ndiyo sababu kuu ya tamaa? Kweli, nilikuwa na uwezo wa kufikia mamlaka kuu zaidi duniani. Nilikuwa miongoni mwa wale 12 marafiki wa karibu sana wa Yesu, hadi ambayo wafuasi wengi walitamani. Nilikuwa na udhibiti wa mfuko wa pesa. Nilipaswa kujihesabia kuwa nimefanikiwa, mwenye ushawishi na anayejikita katika umaarufu wa Yesu. Kama nilivyosema, vipande 30 vya fedha vilikuwa vipi ikilinganishwa na hizi zote? Kuna baadhi ya watu wenye tamaa wanaoihalalisha kama aina ya ugonjwa, kutamani au kuwa na mapepo. Je, hii ni sawa? Hatuwezi kulaumu yoyote kati ya hayo. Tamaa ni chaguo la mtu. Je, maisha ya Yesu yenye tamani yalikuwa na tamani ya vipande 30 vya fedha? Hapana. Tamaa siku zote haioni tamani halisi ya watu na mahusiano. Sikuwajali wanafunzi wenzangu, sikujali Bwana wangu Yesu. Sikujali mtu yeyote. Ilikuwa ni chaguo. Nilichojali ni fedha zaidi na dhahabu zaidi. Ninawatafakari wanaume na wanawake wote walioanguka kwa sababu ya tamaa. Walikuwa na mamlaka yote, hadhi, udhibiti, ushawishi kuliko watu wa kawaida, lakini walitaka zaidi. Acha nikukumbushe kuwa tunazungumzia tamaa. Na hivyo ndivyo tamaa inavyoonekana. Tamaa daima inataka zaidi kwa gharama zote. Tukizungumza juu ya kutaka zaidi kwa gharama yoyote, huu ndio wakati mwafaka wa kumleta Bwana Akani ili kuzungumza kuhusu matokeo ya tamaa. Je, tamaa hupofusha na kutoona matokeo? Bwana Akani, tafadhali tusaidie hapa. Kwa bahati mbaya, ndiyo. Tamaa haioni zaidi ya kunyakua. Nilipokuwa nikinyakua zile shekeli 50 za dhahabu, shekeli 200 za fedha na mavazi mazuri ya Wababiloni, sikuwa nikifikiria matokeo.
Ikiwa haujali, unaweza kushiriki baadhi ya matokeo ya tamaa yako. Israeli walipata ushindi mkubwa pale Yeriko, ambao ulikuwa mji wenye ngome, lakini walishindwa na Ai, ambayo ni kijiji tu. Kwa faida ya wale ambao hawasomi Biblia yao, Ai ni kijiji tulichopigana nao na sio akili ya bandia. Kushindwa huko Ai kulikuwa kwa sababu ya tamaa yangu. Sikufikiria maisha kadhaa ambayo yangepotea katika vita kutokana na tamaa yangu. Sikufikiria mama, baba, wake na watoto ambao wanaweza kuwa wameathiriwa na uchoyo wangu. Nilifikiria kunyakua tu na sio matokeo ya uharibifu. Wanasiasa wenye tamaa, maofisa wa serikali na wafanyabiashara wanapaswa kujua kwamba tamaa yao itakuwa na matokeo mabaya. Huenda itasababisha ajali kutokana na pesa ulizonyakua ambazo zingeweza kutunza barabara. Huenda itawaua watu ambao wangeweza kufurahia matibabu bora zaidi kutokana na pesa ulizonyakua ambazo zingeweza kujenga hospitali. Ndiyo, tamaa yako bila shaka itakuwa na matokeo mabaya. Uko sawa. Na niongeze kwamba mtu mwenye tamaa hatakosa adhabu. Tamaa yako italipuka siku moja katika kashfa, aibu au hata kifo. Nilileta aibu na kifo kwa mke wangu, watoto wangu, na hata mifugo yangu na mali nyinginezo. Sote tuliteketezwa kwa moto nilipopatikana. Matokeo ya tamaa yatatoka na kuathiri vibaya wengine. Nataka wasikilizaji wako wajue kwamba hutaishi kufurahia fadhila kutoka kwa tamaa yako. Kama vile Bwana Akani, mwenzangu, hakuishi ili kufurahia yote aliyonyakua na kuficha kwa tamaa, mimi pia sikuishi kufurahia zile vipande 30 vya fedha. Utanyakua kwa tamaa, lakini hautakuwa na amani, afya, au hata kuishi muda mrefu ili kufurahia ulichonyakua kwa tamaa. Asante Bwana Iskariote na Bwana Akani kwa mjadala huu wa manufaa na tafakari kuhusu sababu kuu za tamaa na baadhi ya matokeo. Tutathamini sana upatikanaji wako wiki ijayo kutumia uzoefu wako ili kutusaidia kugundua ishara za tahadhari na jinsi ya kudhibiti na kushughulikia tamaa mahali pa kazi na biashara. Kufikia wakati huo, tafadhali tuonyeshe shukrani zetu kwao. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.